Bana anakuaje Dazi? Poa kabisa. Tawala, amani na upendo. Naona zoezi la sound check upande wako imepita. Tusha check sound hapo, kwa hiyo wananchi waje kwa wingi sana leo jioni, au sio? Tupo kwenye show au sherehe ya Bongo Flava kwa ujumla, miaka 30 kutoka 96 mpaka leo 2026 au vipi? Naona ya msimu hapa imekuwa ni tofauti sana. Hii imetokana na nini labda? What? Naona hii hapa imekuwa ni tofauti sana msimu hapa, miaka 30 ya Bongo Flava kama birthday. Hii imetokana na nini? Hii imetokana na kwamba na ule ukali wa wasanii wenyewe ambao waliweza kutengeneza hiyo barabara ya Bongo Flava kwa identity zao, kila mmoja wao ule ubora wake, na watu wanakumbuka hizo enzi ilikuwa vipi. Kwa hiyo ndio maana unaona limekuwa tukio la kusisimua sana Tanzania na Afrika Mashariki. Kuna mipango ambayo umeipanga labda kwa wale wasanii ambao kama walimute hivi kwa muda kwenye game na hatukuwahi kuwasikia tena? Huo ni wakati wa kuamka na huu ni wakati wa kuunite. Hii ni one love. Kama ni one love, basi na wote waliolala waamke. Kwa hiyo mimi namshauri waliolala wote waamke, twendeni tukawakilishe mitaa yetu, au sio bwana? Kwenye muziki wetu. Safari yako na maana unaanza tena leo? Mimi sianzi, naendelea nayo kwa sababu sijawahi kutulia. Man. Ndio maana nimeachia kibao changu kipya, kipo YouTube, au sio bwana? Ingia kwenye account ya Das Baba, subscribe pale, utacheki ngoma inaitwa Ragamuffin. Ragamuffin. Wanaojua Ragamuffin wanaelewa naongea nini na aina ya muziki. Kwa hiyo nyimbo yenyewe nimeita Ragamuffin nikiwa na maana watu nataka waburudike. Kwa hiyo watu waingie YouTube wataona ngoma yangu mpya. Tumeona Dazi ni moja kati ya wasanii ambao mlikuwa mnafanya mziki wa kubang lakini hauna matusi. Nowadays kuna miziki mingi sana ambayo ni ya kubang lakini kama content zake ama udhui yake hivi hayako sawa. It means huwezi ukasikiliza na mtu mwingine walika tofauti na hiyo hapo. Kwa nini mlikuwa mna ile issue ambayo mlikuwa mnaitengeneza? Tutengeneze mziki ambao una bang lakini uwe na content nzuri. Kwa sababu sisi Afrika, tunazungumzia Afrika kwa ujumla na Tanzania, yani Tanzania especially nchi yangu, tumeelelewa katika maadili. Hichi kizazi chote unachokiona cha leo kinachoperform siku ya leo tarehe 10 mwaka 26 hapa mwezi wa 7 ni kizazi ambacho kimelelewa kwenye maadili, na ndio maana hata tungo zake zilikuwa zina maadili, na maadili yameletwa na nini? Pia teknolojia, na naweza kusema pia imeleta impact zingine kwa Gen Z au nini, lakini kikubwa ninachoweza kusema Gen Z na sisi ni kitu kimoja. Tuungane sahani moja, twende pamoja. Muziki ni kitu kimoja, anaikata tamaa tumshike mkono, tusogee naye mbele. Nafikiri hii ni safari ya kutangaza nchi yetu Tanzania kupitia muziki wetu wa Bongo Flava. Au sio? Titi ni Bongo Flava. Kwa wale ambao tuko nao pale mtaani na wanafanya harakati pia za muziki, wanakutumia ni moja kati ya mtu ambaye ni legend, lakini pia wanafahamu vitu vingi sana kwenye muziki. Tumepanga nao project gani kuweza kuwapush na kuwasaidia wafanye vizuri? Kwa mimi kama Das Baba nilijaribu kuandaa kundi la Tanzaniano, na Tanzaniano lilipofikia sasa hivi nimeamua kusajili kama NGO, ambayo ni NGO itakuwa inadili na mambo ya ubunifu. Kwa hiyo sisi naitwa Tanzaniano Center of Excellence. Tunadili, lengo langu kubwa kupata kituo namba 1 Afrika au Tanzania kwa ubunifu, kwa sababu wabunifu wako wengi, artisti wako wengi, wanafanya kazi katika mazingira magumu. Kwa hiyo artisti wote karibuni Tanzaniano, mtuunge mkono na wadau munde mkono kituo hicho kukisapoti, ili kiweze tupate maeneo tuweze kukijenga, kwa sababu tunahitaji eneo kama eka 10. Pia tunahitaji majengo. Kwa sasa hivi tunakodisha majengo, tuko pale Arusha, Mtoambu, ila nilikuwa naomba hata waziri wa sanaa na michezo anasikia kitu hichi, kwa sababu ni kitu kizuri kwa vijana. Nadili na youth empowerment pia kwenye sanaa. Kwa hiyo vijana wenye sanaa waje Tanzaniano, tujenge kitu kama taasisi yetu Tanzaniano tuweze kuendelea. Kwa hiyo lengo langu mimi kubwa ni hilo, ndio maana nipo njiano, nipo kwenye mchakato. Naomba waheshimiwa wanisaidie, na mimi mwenyewe pia natumia nguvu zangu zote kulisogeza ile jambo mpaka hapa nilipofikia. Sasa hivi uko mwenyewe? Niko na kina Musoga, niko na kina Ali Mbongo, La Lumba,
9 Disemba. Wako wengi sana wasanii ambao niko nao, lakini mimi mwenyewe kama mkurugenzi wa hicho kitu, ndio maana naongea kama mimi niko mimi, kwa sababu hawa watu wengine wako huko kwenye hiyo center. Hapa nilipo niko mimi mwenyewe. Kishawahi kulifikisha kwenye wizara husika labda? Ndio nakwambia kama hivi, na nishaongelewa mara nyingi, na ndio maana nakwambia lipo njiani. Kwa hiyo umeuliza nini kinachokuja, ninakwambia kinachokuja ndio hicho. Inakuja Tanzaniano Center of Excellence, kituo cha ubunifu. Tunataka kiwe kituo cha ubunifu namba 1 Afrika na Tanzania. Wasanii wote mnakaribishwa Tanzaniano. It's like that. Short, well and clear. Sawa, hiyo itakuwa ni kama THT, it means kwamba inakuza sanaa tofauti ama ni mziki tu peke yake? Namaanisha sawa, silinganishi, namaanisha hivi. Umesema hiyo hapo itahusisha na mambo ya sanaa. Nataka nielewe kwamba kwenye engo zote, labda movie au mziki pia na vitu vingine kama hivyo, hapo itajikatokea kwenye mziki peke yake? Yaani nikakwambia nadili na sanaa yote kwa ujumla, hadi wasanii wanaofanya, tushafanya research. Kwa mfano Msoga, mwanangu ni mwalimu wa uchoraji, mimi nafanya mambo ya music, mimi naelekeza mambo ya music, au sio? Kwa jinsi ninavyojua soko la muziki au muziki unaenda vipi na nini. Yupo mwenzangu anajua uchoraji, anajua uchoraji una magumu gani na nini. Yupo mwingine anajua ufinyanzi, yupo mwingine anajua uchongaji, yupo mwingine anajua sarakasi. Tuko vipaji tofauti. Kwa hiyo ukizungumzia kuuliza, ina maana kama hujui sanaa ni nini, labda utakuwa ndio unakuwa mgeni, lakini au ubunifu ni nini. Kwa hiyo pale kuna wajasiriamali, tunawazalisha wajasiriamali kupitia sanaa, na tunatunza mazingira kupitia sanaa. Tunafanya vilimo vya kutunza mazingira, tunafanya kilimo cha kitalu labda, na idea ambazo zitakuja baadaye kuja kufanya. Tuna mengi ya kuongea, siwezi kumaliza yote hapa. Kabla sijamaliza, kwanza kumaliza hiyo NGO ikawa tayari kwa Tanzania kwanza kuwatekelezea hivyo vitu. Najua wizara husika sinaelewa kinachoendelea mpaka sasa. Commitment yako ya mwisho kwa wadau ambao wanakutazama kupitia Hotbizz TV? Kwa support Tanzaniano Center of Excellence iweze kufikia malengo ya kuwa kituo mojawapo Tanzania na Afrika namba 1. Shukrani sana bwana Das. Karibuni wadau wote, karibuni Tanzaniano. Peace and love. Karibuni kwenye show today. Oya, show haijailishwa hii. Hii show tunakamua mpaka kuchwe. Kila moja naye atahitaji wife wa kuishi naye, na kila moja ndiye anayejua yupi hasa anayefaa.